kuwa siku tarehe 19 mwezi Disemba mwaka huu tuliwaita na kuzungumza na nyinyi juu ya njama zinazoratibiwa kwa pamoja kati ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar na Afisi ya Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar kwa kuwa na njama za kuwakosesha wananchi wa Zanzibar haki yao ya msingi ya kuwa na kitambulisho cha Mzanzibari mkaazi na kuwapunguza wapiga kura kisiwani Pemba. Tokea afisi hii ya usajili wa matukio ya kijamii ianze zoezi la kutoa vitambulisho siku Jumapili ya tarehe 15 Disemba katika wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba, imeonekana dhahiri hawana uwezo na nia na wameshindwa kuwahudumia wananchi wanaojitokeza kuchukua vitambulisho vyao na kusababisha usumbufu mkubwa kwa wananchi wanyonge kama inavyothibitishwa na maelezo yangu hapo chini. Moja, Afisi ya Usajili na Matukio ya Kijamii ilianza zoezi la kutoa vitambulisho vya Mzanzibari mkazi kwa wilaya ya Micheweni huku ikijua kuwa wameweza kuchapisha nusu tu ya vitambulisho vyote vilivyopaswa kugawiwa kwa wananchi wa wilaya ya Micheweni, jambo ambalo limepelekea wananchi wengi waliokwenda kudai vitambulisho vyao kutakiwa kusubiri awamu ya pili ya uchapishaji wa vitambulisho hivyo. Suala la kujiuliza hapa, afisi hii imekaa mwaka mmoja na miezi mitatu tokea usajili wa mwanzo kufanyika mkoa wa Kusini Unguja Septemba mwaka 2008. Je, muda wote huo miezi 15 wakifanya shughuli gani? Pili, ikiwa ameshindwa kuchapisha vitambulisho hivyo kwa mwaka mmoja na miezi mitatu, vipi watawaaminisha wananchi kuwa wanaweza kukamilisha uchapishaji wa vitambulisho hivyo kwa muda wiki 3 zilizobakia kabla ya kuanza kwa daftari la kudumu la piga kura? Jingine, ikiwa ofisi hii ilijua kuwa waliwasilisha vitambulisho katika afisi yake ya wilaya nusu ya mahitaji, kwa nini walianza zoezi la kugawa vitambulisho hivyo nusu huku wakijua wananchi hawana taarifa ya nani kitambulisho chake kipo na nani hakipo, na tayari kimeshafika au la hakijafika, na vipi anaweza kusubiri au la? Masuala yote haya yanathibitisha afisi hii imeshindwa kutimiza wajibu wake au inatimiza mkakati wa hujuma uliopangwa wa kuratibiwa na taasisi mbili kama tulivyoeleza katika mkutano wetu wa tarehe 15 Disemba. Pili, takwimu za utolewaji wa vitambulisho hadi sasa kwa wilaya ya Micheweni ni ushahidi mwingine wa afisi hii kushindwa kutimiza wajibu wake kwa kutaka kufanikisha mkakati wa kisiasa unaoratibiwa kwa pamoja kati ya ZEC na Afisi ya Usajili wa Matukio ya Kijamii. Kwa kipindi cha wiki mbili tokea kuanza kwa zoezi la kugawa vitambulisho vya ZNID, taarifa zinaonyesha kuwa kati ya wananchi wanaokadiriwa kuwa 26,000 waliosajiliwa na kupewa risiti za kupewa ZNID, ni wananchi wasiozidi 5,000 ndio tayari wamepatiwa vitambulisho vyao, ambao ni sawa na 19%. Kwa kasi hii ya utolewaji wa vitambulisho ikiwacha kama ilivyo hadi kufikia tarehe 18 Januari 2020 ambapo daftari la kudumu litarajiwa kuanza, basi ni wastani wa watu 10,000 ambao ni sawa na 38% ndio wataweza kupata vitambulisho, na hivyo zaidi ya watu 16,000 ambao ni sawa na 62% watakuwa wamenyimwa haki yao ya kikatiba ya kupata kitambulisho na hivyo kujiandikisha katika daftari la kudumu la piga kura. Mchanganuo wa hali ya utolewaji. Tatu, afisi hii imeshindwa kutimiza wajibu wake, kwani hadi sasa imeshindwa hata kutoa matangazo wala ratiba ya uchukuliwaji vitambulisho. Afisi hii ya matukio ya kijamii haijawahi kutoa matangazo wala ratiba ya uhamasishaji wa uchukuaji wa vitambulisho katika maeneo husika, isipokuwa taarifa zinakwenda kwa kushtukiza kupitia masheha ambao wanazikalia taarifa na kuchagua watu wa kuwapa taarifa. 4, afisi hii inaendelea kuwachosha wananchi wanyonge kwa kuwalazimisha kwenda masafa marefu kilipo kituo cha kuchukulia kitambulisho. Niko natoa mfano
kwamba kuna wananchi wanakaa shehia ya Makangale Ngezi, jimbo la Konde, ambapo hadi kufika Micheweni ofisi ya wilaya ni karibu kilomita 20. Mwananchi mnyonge anatakiwa aende kwa kutumia miguu wa kusafiri wake, na akifika hajui kama kitambulisho kipo hakipo. Kwa kweli ni usumbufu mkubwa. La kutaka kufanikisha mpango wao ovu, afisi hii ya usajili wa matukio ya kijamii bila haya na wala aibu wameweka kituo kimoja tu cha kuchukulia kitambulisho, kikiwa ni afisi ya wilaya, hivyo kumtoa mwananchi masafa marefu kufuatia vitambulisho, wakiamini kwamba wananchi hawatajitokeza kufuatia vitambulisho vyao. 5, bado kuna tatizo la uchache wa meza za kutolea huduma. Afisi ya usajili wa matukio ya kijamii kwa maksudi kabisa imepanga kuwachosha wananchi wale wanaokwenda kuchukua vitambulisho vyao kwa kuwaekea watoa huduma kidogo isiyoandaa na mahitaji ya watu wanaokwenda kuchukua vitambulisho hivyo. Kwenye hali ya kawaida huwezi kuweka meza 3 kwa siku nzima kama ni kwa siku kama ni watoa huduma, na akaweza kuhudumia jimbo zima kwa siku kwa ufanisi. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na njama hizo ovu zinazoratibiwa kwa pamoja kati ya afisi hii ya ofisi ya matukio ya kijamii na tume ya uchaguzi ya Zanzibar kwa maelekezo ya Chama cha Mapinduzi ili kukwepa aibu iliyowakumba mwaka 2015 kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, jambo ambalo CCM hawana namna yote ya kulikwepa. Aibu ipo kama ilivyo ajali kwa binadamu. Aibu imewaandama, na tunawaambia zeke na afisi ya usajili kuwa CCM haisaidiliki tena hivi sasa. CCM yenyewe wanajua kuwa 3/4 za wananchi wa Zanzibar imewapa mgongo, hawaitaki tena. Sasa chama cha namna hii kinachopoteza imani ya wananchi kwa kiwango hichi, vipi kinaweza kusaidilika ili kibaki madarakani? Ni kwa sababu ya kweli huu chama chetu ya ACT Wazalendo tunaendelea kutoa msimamo ufuatao. 1, tunaendelea kuitaka ofisi ya usajili wa matukio ya kijamii iwache kutumika kisiasa na badala yake wafanye kazi kwa kuzingatia weledi na taaluma na misingi ya kazi yao. 2, tunaitaka ofisi ya usajili wa matukio ya kijamii mara moja kuweka hadharani ratiba yote nzima ya utolewaji wa vitambulisho vya Mzanzibari mkazi kwa wilaya zote 11 za Zanzibar, ili wananchi wajipange mapema kwenda kuchukua vitambulisho vyao, na wale ambao wako nje ya Zanzibar basi warudi wajipange kuja kuchukua vitambulisho kwa mujibu wa zamu zao. 3, tunataka afisi hii ya usajili wa matukio ya kijamii kutoa matangazo ya kuhamasisha katika kila eneo wanalokwenda kutoa vitambulisho. 4, tunataka afisi ya usajili wa matukio ya kijamii kuondosha utaratibu wa kuzitumia afisa za wilaya kuwa kituo cha kutolea vitambulisho, na badala yake wafuate wananchi katika shehia zao kama utaratibu wa awali uliotumika katika uandikishaji. 5, tunataka ofisi ya usajili wa matukio ya kijamii ichapishe vitambulisho vyote vilivyopo katika database yao ili wananchi waondokane na usumbufu wa kuambiwa vitambulisho vyao havipo na wafuate siku nyingine. 6, tunaitaka ofisi ya usajili na matukio ya kijamii iache kufanya mchezo mchafu, kwa sababu taarifa tulionayo ni kwamba tayari kuna baadhi ya watu wamejisajili mara 2 katika vitambulisho, na hii kwa kweli inawapa wananchi kuchanganyikiwa sana, kwamba zamani swala hili lilikuwa linafanywa na ZEC, yani tume ya uchaguzi, lakini sasa kuona kwamba na afisi hii inaanza mchezo huu kwa kweli ni jambo la aibu na ambalo kwa kweli limewafadhaisha sana wananchi. Hapa nina mfano wa mwananchi mmoja ambaye amepata risiti 2 za kuonesha kwamba amesajiliwa mara 2. Sasa hatujui ni kwa vipi, ni kwa namna gani, ni kwa manufaa ya nani afisi hii inaanza mchezo huu mchafu. 7, tunaitaka tume ya uchaguzi ya Zanzibar kutoendelea na ratiba yao ya uandikishaji wa wapiga kura wapya na uhakiki wa wapiga kura wa zamani mpaka hapo zoezi la utolewaji vitambulisho vya Mzanzibari mkazi itakapokamilika kwa wananchi wote waliosajiliwa katika database ya afisi ya usajili wa matukio ya kijamii, au wanaweza kutumia vitambulisho vya zamani
na virisiti walivyo wananchi kama ndio vifaa ambavyo wanavihitaji kwa ajili ya kuweka daftari la kudumu la kupiga kura. Mwisho hitimisho, napenda kuambia CCM na vibaraka vyao kwamba mwaka 2020 ni tofauti na miaka yote iliyopita katika historia ya uchaguzi Zanzibar tokea kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi nchini. Wananchi wameshachoka na ndio lugha yao, na sidhani kama na kwa kweli hawawezi kuvumilia hata kidogo dalili yote ya kutaka kudhulumiwa haki zao. Afisi ya usajili wa matukio ya kijamii na tume ya uchaguzi ya Zanzibar kwa pamoja nadhani unataka kuwajaribu wananchi wa visiwa vya Unguja na Pemba mapema kabla hata 2020 kufika. Sisi kama chama tumesema na tunaendelea kusema sasa inatosha, sasa basi. Na tunaendelea tena na tena kuambia wananchi wote wa Unguja na Pemba kuwa inatosha, sasa basi.